hata sote tukakimbia katika kitabu cha Wakolosai. Kitabu cha Wakolosai moja, mahali ambapo mchungaji wetu ameweza kutusomea. Na katika kitabu hiki twaweza kujua nani ambaye alikuwa mwandishi, sababu ya kitabu hiki kuweza kuandikwa. Kulikuwa na mafundisho ambayo yalikuwa yameweza kuingia, na mafundisho haya yalikuwa yanaonyesha mambo mengine tofauti, lakini Paulo ambaye ni mwandishi wa barua hii anataka kuonyesha ya kwamba Yesu peke yake, ya kwamba kile ambacho mnachohitaji mko nacho, na ni Yesu Kristo ambaye anayeishi ndani yenu. Kulikuwa na watu ambao walikuwa wamekuja na filosofia zingine ambazo hazieleweki za wanadamu, lakini jambo ambalo ni muhimu ambao tuhitajika tukajue ni ya kwamba ni Yesu peke yake. Mamangu wakati ambapo huwa tunaongea na yeye, kila wakati anapomalizia lazima aniambie Yesu kende, Yesu peke yake. Unapofanya kazi ni Yesu peke yake. Wewe unajua ya kwamba si kwa kazi zako, mbali ukaangalia kile ambacho yeye alichokifanya. Barua hii twaweza kujua katika utangulizi wa barua hii, mwandishi anajitambulisha hapa, na mwandishi anajitambulisha kwa jina lake na kusema yeye anaitwa Paulo. Nitakuwa naweka misingi ya barua hii ndiposa tukaweza kutembea pamoja. Kwa hivyo tunaweza kutambua ya kwamba mwandishi wa barua hii anaweza kujitambulisha, na mwandishi mwenyewe ni Paulo, maana anasema ya kwamba Paulo mtume wa Kristo. Kwa kuwa hii ilikuwa mara ya kwanza ya Paulo kuandika barua hii, Paulo atatumia ofisi ya utume, maana anasema hapa ya kwamba yeye ni Paulo mtume wa Kristo, or is saying that he is Paul, an apostle of Christ Jesus. Atatumia hiyo ofisi ya utume kama msingi wa wito ambao alioitwa nao. Katika mwito huu Paulo awaeleza kuwa yeye ni mtume wa Kristo, na hapa ndipo tunaona anapoanza anasema Paulo mtume wa Kristo Yesu, na anarudi kusema kwa mapenzi ya Mungu. Twaweza kuona Paulo aanzia barua hii katika kutuletea ile injili, ati ya kwamba yeye hajajiita, mbali yeye ni mtume wake Kristo. Yeye anafanya kile ambacho Kristo anapomuelekeza akafanye. Na Paulo anaendelea kusema si tu hivyo, mbali ni kwa mapenzi ya Mungu. Injili inaanzia hapa kwa verse 1. Tunaona injili ati ya kwamba yeye ni mtume wake Kristo na ni kwa mapenzi yake Mungu. Kama si kwa mapenzi yake Mungu, Paulo angalikuwa. Paulo anatuelekeza katika lile somo ambalo tunalijua, somo la uchaguzi, ati ya kwamba ni Mungu pekee, yeye ndiye ambaye aliyetuchagua. Kitabu cha Yohana kinatuonyesha uchaguzi huu wa Mungu. Akatuambia ati ya kwamba kwa maana jinsi hii aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe. Ni Mungu ambaye aliyeleta uchaguzi huu. Paulo anasema katika uchaguzi huu ni mapenzi yake Mungu Paulo akawe mtume wa Kristo. Asipasipo ule uchaguzi ambao Mungu aliweka pale mwanzo, Paulo asingelikuwa mtume. Ni Mungu ambaye anayechagua. Katika hili funzo la siku hii ya leo tutakuwa tuangalia kuhusu injili. Na kuhusu injili tutaweza kufumbua mambo mengi ambayo tutaona hapa. Ya kwamba kuanzia kwake ama huduma yake haingewezekana pasipo mapenzi ya Mungu. Anapoandika barua hii, Paulo
atamuhusisha mtu mwingine katika barua hii, maana hakuwa peke yake, na anasema na Timotheo ndugu yangu. Kumbuka anamuita ndugu yangu, anadhibitisha ati ya kwamba kunalo kitu ambacho kimefanyika. Wokovu umepatikana kwa Timotheo, na katika kupatikana kwa Timotheo, Paulo amuita kwamba Timotheo ni ndugu pamoja na mimi. Unapopata huu wokovu ambao hakika ni wokovu ambao ni mapenzi ya Mungu, wewe ukaweza kupata kuokolewa. Maana hakika kama si mapenzi ya Mungu, hakika sisi hatungalikuwa mahali hapa. Ni mapenzi yake ambayo aliyotupenda nayo. Kitabu cha Warumi anasema hata wakati ambapo tulipokuwa wenye dhambi, Kristo akafa kwa ajili yetu. Mapenzi haya ya Mungu ndiyo mapenzi ambayo yanatuma Paulo akasema ati ya kwamba mimi ni mtume, ama kwa njia nyingine tunasema mimi ni mtumishi wa Mungu. Unapopata wokovu, jambo moja tuona, Paulo alikuwa mtume, lakini anamuita Timotheo namna gani? Anamuita ndugu yetu pamoja na mimi. Hakuna kiburi ambacho kinachoinuka. Huyu ni mtu ambaye ameweza kupatana na sauti ya Mungu, amechaguliwa na Mungu ili akafanye kazi hii njema ya wokovu. Ngalikuwa wengine wetu, ngesema mimi ndio nimeitwa, na angalitumia, angesema mimi ni mtume, na angejitia kifua, na hata angemuhusisha Timotheo pamoja na yeye, kwa sababu angalitaka yeye kuweza kuonekana. Mstari wa 2, Paulo anasema ndugu, anaandika hii kwa ndugu watakatifu na waaminifu katika Kristo waishio Kolosai. Kwa hivyo barua hii inaandikiwa, swali ambalo ningejiuliza, inaandikiwa na kina nani? Paulo anajibu na kusema ni ndugu watakatifu na waaminifu. Watakatifu na waaminifu. Utakatifu huu na uaminifu huu hawezi kupatikana pasipo mapenzi ya Mungu, na pasipo uchaguzi huu wa Mungu hawezi kuonekana. Paulo atakuwa anawaombea kwa Mungu Baba. Anapowaombea na katika ombi hili anasema ya kwamba neema na amani zitokao kwa Mungu Baba ziwe nanyi. Haya ndiyo ilikuwa maombi yake. Neema na amani. Neema ya Mungu. Kwa sababu ya neema ndipo tuko hapa. Yeye neema ambazo alitukirimia ndipo sasa tuweza kuwa hapa. Na kupitia katika hii neema tunayo amani na Mungu. Twakumbuka tuliambiwa kwamba tulikuwa maadui wa Mungu. Paulo aleta hii injili, tulikuwa maadui wa Mungu, na sasa kumeweza kupatwa ile inaitwa patanisho kutoka katika kwa sisi ambao tulikuwa maadui wa Mungu, na sasa tumeweza kuwa marafiki wa Mungu kupitia katika patanisho hii, na hii patanisho ni ya Kristo Yesu. Sema neema na amani zitokao kwa Mungu Baba ziwe nanyi. Mstari wa 3 kaendelea kusema ati ya kwamba siku zote tunamshukuru Mungu. Jambo hili anapoanza kusema ya kwamba siku zote tunamshukuru Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunapowaombea nyinyi, yatuonyesha ati ya kwamba Paulo kwa kile ambacho Mungu alishakwishafanya katika maisha yake, Paulo aliishi maisha ya uombezi. Kunalo kitu ambacho kinaendelea. Ikiwa wewe maisha yako si ya uombezi, tunapomalizia tutaweza kujiangalia na kujichunguza ikiwa bado tuko katika imani.
Paulo aonyesha ati ya kwamba alikuwa muombezi kwa kusema siku zote ninamshukuru Mungu. Si wakati fulani, si wakati ambapo ninapowakumbuka. Paulo anasema siku zote. Siku zote ninamshukuru Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tuwaona mahali ambapo anapeleka shukrani zake ni kwa Mungu wa Baba wetu Yesu Kristo, the Father of our Lord Jesus Christ. Kwa nini? Kwa sababu ya uteuzi. Kwa nini? Kwa sababu ya Injili. Pasipokuwa na Mungu Baba, hatungelipata hii Injili ambayo Paulo analetea naandikia kanisa hili la Wakolosai. Na namshukuru Mungu kwa ajili ya kazi ambayo amefanya. Akasema kwa Bwana wetu Yesu Kristo tunawaombea. Anasema ya kwamba tunawaombea nyinyi. Tuwakumbuka, tunaendelea kuombea nyinyi. Maisha yake yalikuwa ya maombi. Maisha yake yalikuwa ya shukrani kwa ajili ya mambo ambayo Mungu amefanya katika kanisa hili. Na anaposema ati ya kwamba neema na amani, it is by the grace of God. Mwimbaji wa wimbo akasema, katika neema ya Yesu nimepata wokovu. Mimi ambaye nilikuwa nimepotea. Alipokuwa natunga nyimbo hii, alifikia mahali katika uzee wake akaangalia kama angeweza kusahau mambo yote. Akajua ati ya kwamba mimi nilikuwa mwenye dhambi, naye kwa ajili ya neema zake Kristo nimehesabiwa kuwa ya kwamba mimi ni rafiki wa Mungu. Paulo anasema ni kwa sababu ya hii neema, the grace and that peace. Unapopata neema ya Mungu na kujua kile ambacho amefanya na kuipokea ni neema, unakuwa na amani na Mungu. Have peace with God. Kwa hivyo Paulo anatuelekeza ya kwamba jambo moja na kitu moja ambayo utakuja kugundua katika barua hii, tunapokuwa tukiendelea kuisoma, tutakuwa tunaona mapenzi ya Mungu, na kitu kingine tutakuwa tunaona kile ambacho baada ya Mungu kuwa ndani yetu, jinsi ambavyo tuhitajika tuwe tunaishi. Na hapa ndipo tutakuwa tunajipima katika mizani na kujua ya kwamba, kujiuliza ya kwamba hakika tumeitwa katika mwito huu wa Injili. Mstari huu wasema siku zote tunamshukuru Mungu na Baba wetu Yesu Kristo tunawaombea nyinyi. Hivyo ndivyo Paulo anasema, thibitisho ati ya kwamba alikuwa muombaji, tunawaombea nyinyi. Akawa anaendelea na kusema maneno haya, kwa sababu tumesikia kuhusu imani yenyu katika Kristo Yesu na upendo wenyu mlio nao kwa watakatifu. Paulo anasema alisikia nini kutoka kwa hawa watu? Sema tumesikia kuhusu imani. Hilo ndio tumekuwa tukisikia kutoka kwenyu, imani yenyu. Na tu imani, si imani tu, na upendo wenyu. You have heard of your faith. That is what he is saying. Imani yenyu kwa Kristo, si kwa mambo mengine, mbali ni kwa Kristo. Nimekuwa nikishuhudia mtu mmoja mahali ambapo tulipokuwa tukihubiri, nilikuwa naangalia, nikajua ati ya kwamba kikiumana siku hii ya leo itakuwa kwa shida, lakini nilikuwa ninayo matumaini ati ya kwamba hata kama kutakuwa na shida bado, ama niwe ati ya kwamba sitatoboa kuhubiri Injili ya siku hiyo. Mahali ambapo tulikuwa Jumapili, nilikuwa najua ati ya kwamba ninayo imani, kunayo matumaini ati ya kwamba hata nikifa nitatawala na Kristo. Akasema ati ya kwamba, akaongea kuhusu imani
na amani yenyu katika Kristo Yesu. Alikuwa anaongea kuhusu nani? Alikuwa anaongea kuhusu wale ambao walikuwa wameliamini neno la Kristo. Hii nimetoa wapi? Nimetoa kwa mstari wa 4 pale alisema tumesikia kuhusu imani yenyu katika Kristo na upendo wenyu. Walimwamini Mungu. Biblia inasema imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Walimwamini Mungu. Walimwamini. Aliamini namna gani? Aliamini ya kwamba yeye alikuja. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Wathesalonike, mahali ambapo tumekuwa kwa muda mchache, kitatuelekeza kwa maneno haya. Paulo akawa anamwambia kanisa hili ya Wathesalonike, akawaambia siku zote ninamshukuru Mungu. Hii ni waraka wa kwanza wa Thesalonike 2 mstari waraka wa kwanza wa Thesalonike 1 mstari wa 2 na wa 3. Anasema siku zote namshukuru Mungu kwa ajili yenyu, tukiwataja kwenye maombi daima. Tunaikumbuka daima kazi ya imani mbele za Mungu aliye Baba wetu. Alikuwa anaombea ati ya kwamba tunamshukuru kwa ajili ya kazi, tukikumbuka daima kazi ya imani mbele za Mungu. Unapopokea wokovu, unapomwamini Mungu, kunayo jambo ambalo linakuja na mambo haya. Basi kazi hii ambayo alikuwa anawaambia Wathesalonike, na ni kazi gani ambayo tunaweza ileta hapa kwa kanisa hili la Wakolosai? Basi kazi hii ya Mungu ndiyo gani? Yohana akasema kuhusu kazi hii, na huyu ni Kristo anasema, akawa anaulizwa swali hili na akajibu akasema, kazi ya Mungu ndiyo hii. Gani hii? Muaminie yeye aliyenituma. Kristo anasema ati ya kwamba ati kazi hii ya Mungu ni kuniamini mimi. Na wakati ambapo unapomwamini Mungu, upendo wenyu utaendelea kukua. Na Paulo anaendelea kuonyesha hapa ati ya kwamba walipomwamini Mungu, upendo wao uliendelea kukua, na si kwao tu, ulikuwa kwa watakatifu. Upendo wao ulikuwa kwa watakatifu. Ukiwa hauna upendo huo watakatifu, wakati ambapo tunasema ya kwamba tumemwamini Mungu na upendo wetu unakuwa, hiyo ni dhibitisho. Basi upendo huu tuweza ulinganisha na matunda. Na tuweza ilinganisha ati ya kwamba upendo huu ni tunda la Injili. Paulo akawa anaonyesha kuwa imani na upendo ndiyo chemichemi ya matumaini. Ati ya kwamba ukiweka hapa imani na ukaweza kuongeza upendo, hakika kunayo inatoa ile chemichemi, nayo ndiyo chemichemi ya matumaini. I can say that faith and love springs hope. Wapendwa, Paulo analeta jambo kuhusu Injili. Na hii ndio tuatakikana tuwe tunaangalia. Na jinsi ambavyo ameanza kuhusu hii Injili, tumeona ametuonyesha kumhusu Mungu Baba, ametuletea Kristo Yesu, ametuonyesha ni kuhusu neema yake na amani, na akaweza kutuonyesha ati ya kwamba amani hii inazaa upendo. Na upendo huu unaonekana kwa moja kwa mwingine. Na upendo huu ulionekana kwa kanisa hili la Wakolosai. Kanisa hili likaambiwa ya kwamba upendo huu walikwisha wekewa akiba kwa ajili ya hii. Wamekwisha wekewa akiba kule mbinguni. Wanayo matumaini kwa njia fupi.
wakati ambapo walimwamini Mungu, wakati ambapo kuamini huko kulileta upendo wa moja kwa mwingine, na kwa katika maisha yao ile ambao walikuwa wanaishi ikawapatia matumaini. Haya matumaini ni ya kwamba Kristo yupo na Kristo atarudi tena na Kristo atakuja kutuchukua. Wakawa na matumaini ati ya kwamba akiba yao imewekwa mbinguni. Akiba yao haiko hapa duniani, mahali ambapo vitu vinaharibika. Kazi ambayo tunayoifanya hakuna mtu awaye yote anaweza kutulipa, mbali kazi hii ni Mungu mwenyewe atatulipa, na akiba ametuwekea kule mbinguni. Basi Paulo akaanza mstari wa 5 na kuleta injili mahali ambapo nilikuwa nataka kuingia. Mstari wa 5 akasema, imani na upendo ule utokao katika tumaini mlilowekewa akiba mbinguni, na ambayo mmesikia habari zake katika neno la kweli, yani ile injili. Paulo anataka kueleza ama Paulo anaeleza hivi, ama Paulo anafafanua kuhusu injili, na katika hii Paulo anatuonyesha ati ya kwamba injili ni ya kweli. Injili ambayo kanisa hili la Wakolosai lilisikia, injili ni ya kweli, na injili ambayo ninawahubiria siku hii ya leo ni injili ya kweli. Maana anasema kwamba, anakuambia kwamba huu mstari wa 5 anatuambia, na ambayo mlisikia habari zake katika neno la kweli. Walisikia habari gani? Walisikia injili ya Kristo, na injili hii ni ya kweli. Kama injili hii haingelikuwa ya kweli, basi Kristo angalikufa. Lakini Paulo anakumbusha ya kwamba injili hii ambayo ninayo waletea ni injili ya kweli. Nataka sote tukakimbia kitabu cha waraka wa kwanza wa Korintho. Waraka wa kwanza wa Korintho 15 mstari wa 1. Biblia inasema hivi. Hii ni injili ambayo ni ya kweli, ambayo Paulo anaandikia kanisa hili wa Kristo hawa, na kuambia, basi ndugu zangu, nataka niwakumbushe kuhusu injili niliyowahubiria, mkaipokea, na ambayo katika hiyo mmesimama. Kwa injili hii mnaokolewa mkishikilia kwa udhabiti neno lililohubiriwa nyinyi. Anasema injili hii mnaokolewa. Kwa hivyo injili ya Kristo ni ya kweli. Injili ya Kristo yaleta wokovu. Injili ya Kristo waliweza kuipokea wakati ambapo waliisikia na kuishikilia katika udhabiti. Wewe ambao hujapata wokovu huu, ni siku ya leo tunakuita, na katika kusikia ukaweza kuisikia na ukaweza kushikilia. Mstari wa 3 akasema, kwa maana yale niliyopokea ndiyo niliyowapa nyinyi, kama yenye umuhimu wa kwanza, kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Paulo anatuelekeza kwa ajili ya injili ya kwamba injili hii ambayo tunayohubiri, injili hii ya kweli ni ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yasemavyo maandiko, na kuwa alizikwa na alifufuka siku ya 3, kama yasemayo maandiko. Injili ambayo Paulo anawaletea ni injili ya kweli. Kwa Wakorintho akasema ati ya kwamba katika injili hii Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Na ndiposa Paulo alianzia na kusema yeye ni mtumwa wake Kristo kwa mapenzi yake Mungu. Ni kwa sababu Kristo alikufa na mapenzi ya Mungu ikadhibitika. Hakika injili hii
ambayo Paulo anayohubiri ya kweli. Jambo la pili, Paulo akawaeleza katika Wakolosai pale 5 alipotueleza ya kwamba walisikia habari zake katika neno la kweli, yani ile injili iliyowafikia nyinyi daima kote. Injili hii pili, akasema injili hii inazaa matunda na kuenea kama ilivyokuwa kwenyu tangu siku mlipoisikia. Injili ya Kristo, injili ya kweli inazaa matunda, na matunda haya yanaweza kuonekana. Ukiwa wakati ambapo ulipookoka na bado uko mahali pale na hakuna tunda ambalo linaloweza kuonekana kwako, hakika tunayo maswali ya kujiuliza siku ya leo. Paulo anasema injili ambayo mliohubiriwa ni ya kweli. Jambo la pili, Paulo anasema injili hii ambayo mliohubiriwa inazaa matunda. Inazaa matunda. Karudi akasema injili hii wacha tu kuzaa matunda. Injili hii ni kwa kila mmoja. Injili imewekwa ili nyote mkaweza kufikiwa nayo. Injili hii si ya watu wachache, mbali ni ya kila mmoja. Kitabu cha Mariko 16, Mariko 16 mstari wa 15. Mariko 16 mstari wa 15, hili ndilo neno la Mungu linasema, akawaambia enendeni ulimwenguni. Hii injili huyu ni Kristo anayesema hivi, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Yeyote aaminiye na kubatizwa ataokolewa. Injili hii si injili ambayo ilikuwa ni ya watu kadhaa, bali injili hii ilikuwa ni ya kila mmoja. Na Paulo aeleza kanisa hili la Wakolosai, injili hii ni ya kweli. Injili hii ni ya kwa kila mmoja. Injili hii inazaa matunda. Jinsi ambavyo anavyosema mstari wa 6, alisema akaongea kuhusu hii ya kwamba ilivyowafikia, hiyo ni injili nyinyi duniani kote. Injili hii inazaa matunda na kuenea, si haizai tu hivyo, mbali inaenea. Na hapa ndipo tunapoingia ya kwamba ikiwa umeweza kupata injili hii na ikiwa Kristo anaishi ndani yako, itajika tukaweza kuona matunda. Na injili hii ambayo iko ndani yako haiwezi kaa hivyo. Pale kwangu nyuma ninakuaga na mti ya muavocado, na huwa ninaona inazaa avocado. Na hivyo ndivyo injili inatakikana iwe, ati ya kwamba ikiwa ndani yako inazaa matunda, mahali ambapo unaenda watu watakujua. Maana injili hii itazaa matunda, utakuwa unanena kumuhusu Kristo. Na akaongea kuhusu si tu kwa hivyo, akasema hata ya kwamba ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Ni neema ya Mungu peke yake. It is by the grace of God. Hiyo ndiyo twaweza kupata injili, jinsi ambavyo nilivyoanzia. Injili hii ni ya kweli. Injili hii ni ya kwa kila mmoja, ndiposa tulifikiwa. Injili hii inazaa matunda. Injili hii yaweza kupatikana kwa ajili ya neema ya Mungu. Ni na neema ya Mungu peke yake. Alipoandikia kanisa la Waefeso,
Unapoenda katika kitabu cha Waefeso, alipoandikia kanisa la Waefeso katika Waefeso 2 mstari wa 8, Ephesians 2 and verses 8, Paulo akasema maneno haya. Hii ni kuhusu injili hii ambayo tumeweza kupata kwa neema. Akasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Unaona, Paulo alianzia pale mbeleni na kutuonyesha imani ambayo wako nayo na upendo ambao wako nao. Hapa anatuambia ati kwamba mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala si kwa matendo yenyu mema. Matendo yetu yasingeweza kutuokoa. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Wokovu ni zawadi. Na ikiwa ni zawadi na inapandwa ndani yetu, ikiwa ni ile mbegu ambayo inapandwa ndani yetu, hakika iwe ati ya kwamba mbegu hii itaanguka kwenye mchanga wenye rutuba. Kianguka kwenye mchanga wenye rutuba itazaa matunda. Matunda hii italingana na mwito ambao tulioitwa nao. Basi umekuwa ukizaa matunda? Hilo ndilo swali ambalo tuatekana tukajiulize. Ikiwa umepokea injili hii ya Kristo, umekuwa ukizaa matunda? Ama umekuwa ukionea haya injili ya Kristo? Ikiwa katika makazi zetu, mahali ambapo upo, umekuwa ukionea haya injili hii ya Kristo? Paulo akasema kitabu cha Warumi 1:16, akasema, sionei haya injili ya Kristo, maana ni nguvu iletao wokovu. Umeionea haya injili ya Kristo? Je, umekuwa ukipanda hii mbegu ambayo ni ya injili kwa mioyo ya watu? Maana Paulo anafurahia kuhusu ya kazi ambaye Epafras, ndugu na mtumishi pamoja naye, aliyekuwa akifanya. Maana hakunyamaza mahali ambapo alipokuwa. Anapoandika na Paulo anaposema ati kwamba ninamshukuru Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa maana kunayo maneno ambayo amesikia imani ya watu hawa na upendo wao. Na jambo hili linafurahisha mtumishi wa Mungu Paulo. Epafras alipata injili hii na kuiweka moyoni mwake na kuinyamazia. Mbali injili hii iliweza kufanya kazi, na hivyo ndivyo tunavyoomba ati kwamba hii ambayo tulioipokea, hii ambayo tunaishika kwa nguvu, ikafanye kazi ndani katika mioyo yetu. Kazi hii itaonekana namna gani? Upendo wa kwanza kwa moja kwa mwingine. Walipendana wenyewe kwa wenyewe. Kazi hii itaonekana namna gani? Injili, maana ni tunda injili ambayo tuko nayo, ambayo tumeweza kuipokea, tutaihubiri pasipo uoga wote. Jinsi ambavyo Epafras alivyohubiri na kanisa hili Paulo anapatiwa ripoti kile ambacho walifanya. Je, wewe ukipatiwa nafasi ambayo Mungu amekupatia, je, waitumia? Swali ambalo lipo wakati ambapo tulipookoka, kunaye yule alikuja kutuhubiria, maana alisikia sauti hii, ni mtume nani? Akasema, nitume mimi. Na siku hii ya leo, maana unao huo wokovu, hata wewe swali hili likiulizwa, tumtume nani, waweza sema nitume mimi? Epafras alifanya kazi. Epafras alikuwa mtumishi wa Mungu mwaminifu. Anapopeana ripoti hii
mambo ambayo yanapofanyika katika kanisa hii, inambidi Paulo anapokumbuka maneno haya anamshukuru Mungu na kuona wokovu wa Mungu. Na wale ambao hawajapata wokovu huu, kanisa hili lilikuwa naambiwa kwamba vitu vyote ambavyo wanavyovihitaji viko ndani ya Kristo. Wale ambao hawajapata wokovu huu, siku ni leo. Wokovu waweza kupatikana. Wokovu huu wanakuja katika kusikia, maana wao kanisa hili liliweza kusikia kuhusu neema ya Mungu, liliweza kusikia, na katika kusikia huu upendo wao ukaendelea kuzidi. Njoo kasikia sauti hii. Kazi zako haziwezi kukusaidia. Waweza sema ati kwamba mimi sijanyang'anya mtu, haiwezi kukusaidia. Lakini waweza kuja katika wokovu huu na neema hii ya Mungu ambayo anatuambia ametupenda mno, hata wakati ambapo tulipokuwa wenye dhambi Kristo akafa kwa ajili yetu. Anatupenda mno kumtuma mwanawe Yesu Kristo, hakutenda dhambi, ili kusudi akaweza kutuokoa sisi ambao tuliokuwa kwenye dhambi. Anatupenda mno sisi ambao tuliokuwa mbali na yeye. Biblia inasema hakuna mtafutaye Mungu, hakuna hata mmoja, lakini akaleta upatanisho wake na sisi, ili sisi ambao tuliokuwa mbali tukaweza kupata ule upatanisho na yeye. Na kupitia katika patanisho hili, upendo wa Mungu utaweza kuonekana. Upendo huu utatuma tuenende ulimwengu kote tukahubiri injili ya Kristo. Aje kama upendo huu hujakuwa ukionekana ndani yako, it's your time to examine yourself if you are still in faith. Test yourself. If you know, and you know that if today the trumpet is blown, na unajua vizuri hata ya kwamba hauendi, na unajua katika moyo wako today is a day of salvation, call upon Jesus and you will be saved. Call upon his name today, so that love of God, hiyo upendo wa Mungu utaweza kuonekana ndani ya moyo wako. Niposa waweza kusema ni katika neema ya Yesu nimeokolewa, mimi ambaye niliyekuwa mwenye dhambi. Waweza kusema hivyo na ujasiri. Paulo akadhibitisha neno hili ati ya kwamba injili ambayo aliyokuwa anahubiri ni ya kweli. Akawadhibitishia ya kwamba injili ambayo alikuwa anahubiri ilikuwa ya kwa kila mmoja akaweza kupokea. Yote ambaye atakayeliita jina la Bwana atapata wokovu. Ilikuwa kwa kila mmoja. Injili ambayo alikuwa anaihubiri, injili hii ilizaa matunda. Injili ambayo Paulo alikuwa anahubiri. Liitieni jina la Bwana na mtaweza kupata wokovu. Wakati ambapo uko mahali ambapo uko, liitie jina la Bwana. Mtafute Bwana. Jua ya kwamba ni kwa ajili ya imani. Imani hii ndio inayoleta wokovu. Jua ya kwamba kupitia kwa hiyo waweza kupata ule upendo. Na upendo huu huwezi patikana mahali awaye yote pasipo kwake Kristo. Pengine uko mahali hapa wajiuliza sasa, hakika huu upendo sina, nitafanya aje? Hakika dhambi zangu zimo mlangoni mwangu naziona.
Mwimbaji wa wimbo akaimba akasema, what can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. Only the blood of Jesus that can wash away your sins. Deep in your heart you know that you are not whole. And he say, what can make me whole again is only by the blood of Jesus Christ. I'm urging you, my dear brothers and sisters, who have not come to the knowledge of Christ, come to Jesus and you will be saved. And those that have that believe in Christ Jesus, na upendo wenyu uonekani, examine yourself to see if you are still in faith. Examine yourselves. Do you love Christ? Do you love the believers? Do you love those people that are outside, that have not come to the knowledge of Christ? If you do not have that love in you, for sure, you are not saved. For these people, Paul akawa anaonyesha ati upendo huo uliweza kuonekana kwa kanisa. Ulionekana miongoni mwao. So Mungu akaweza kutusaidia. Napo tafakari kuhusu injili ya Kristo, ya kwamba injili hii ni ya kweli, ati ya kwamba ni upendo wa Mungu aliyotupenda nao mno, niposa akaleta mwanawe wa pekee. Injili hii ni ya kweli. Kaweza kutambua ati ya kwamba hata mahali ambapo uko, ati injili hii si yako peke yake. Injili hii ni ya nendeni mkahubiri injili kwa kila mmoja. Kaweza kutambua ati injili hii inazaa matunda. Tukazae matunda kulingana na mwito ambao tulioitwa nao. Siku moja tutapatiana hesabu ya kile ambacho tulichokifanya. Tamalizia na kusema hivi. Mahali ambapo tuliingia mahali uko ndani karibu na Wajia. Tuliacha barabara nikaingia karibu na Wajia. Na mahali ambapo tulifika, maana niliwacha gari, tukawa tukimbia na pikipiki. Tukakuta watu wamesimama kwa barabara, tukawauliza mambo yanaendelea namna gani. Tukaambiwa kuko sawa, kuko salama. Na tukaproceed na safari, nikiwa nimepeleka Biblia ili watu hao wakaweza kuhubiriwa. Na nikajiuliza, maana na mimi nilibeba mke wangu, alikuwa nyuma yangu na pikipiki. Nikajiuliza, je, tukifa hapa itakuwa mambo namna gani? Lakini ndani yangu nikasema, nimekuja hapa kwa ajili ya familia ambazo zijapata injili, ambazo hazina Biblia, ambazo zahitaji kusikia neno la Mungu. Upendo huo ukawa mwingi ndani ya moyo wangu. Nikasema, hata kama itabidi leo, siku hii ya leo, tupatane na hawa watu ambao huwa wanaua watu, bado moyo wangu uko salama, maana sikukuja hapa kwa kazi yangu, bali nilikuja hapa kufanya kazi ya Mungu. Huo ndio upendo ambao tunahitajika sasa ukaonekane katika mioyo yetu, katika kanisa hili. Sio, Mungu atubariki. Neema zake zikaweza kututosha. Na kila wakati tuwe tunakumbuka tuliokolewa kwa neema. Bwana alibariki neno lake.